Sana. Sisungumusi sana. Usikilize, unajua ukisikiliza utakuwa mzuri. Ukiwa msikilizaji mzuri, unaelewa mambo mengi. Alafu ndugu yangu, nafikiri nakuomba kidogo haki yangu kidogo, nafikiri nilikueleza. Sawa Ukoe msikilizaji mzuri, sio mzungumzaji mzuri. Kwa hiyo mwalimu amekwambia kitu kimoja, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Maneno haya Yesu alidanganya ama alisema kweli? Kwa mwalimu, sio unajua, subiri. Andiko lazima upige aya mbili juu aya mbili chini. Wewe alikuwa anamaanisha nini? Rudisha hiyo mai. Sawa. Sijakuuliza alikuwa anamaanisha nini. Tunakuuliza a very simple question. Alikuwa anadanganya ama anasema kweli? Si ni kitu tu unasema tu alisema kweli ama alidanganya. A or B, unatoa jibu. Wewe unaanza leta statement ya nini? Sasa tunaje hiyo statement, unatafuta mambo gani? Hata ukisoma yote maneno haya kweli ya uongo. Alafu tuambie kama Yesu alikuwa anaongea uongo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafikiri mada hata ilikuwa kama Yesu ametumwa kwa Waisraeli ama kama Yesu ametumwa kwa ulimwengu mzima, ndio mada. Na ndio mwalimu alisimama hapa akazungumza na mwisho akachukua swali na ndio akachukua kidogo kwa huyu, lakini ilikuwa si siku yake, imebidi nimkatize tu. Manake unajua maiki wa tamu. Kiamua kuendelea tuendelea naye mpaka jioni. Na jana ameshika kwanza mwanzo mpaka jioni. Bila huruma. Sasa leo tena alikuwa anajaribu hivyo. Kwa hiyo imebidi na mimi bila huruma atoke. Haya, ndio mgaka anasema mimi hapana. Huyu mwalimu wako sawa kabisa. Haya, naona kuna Jose, kuna Mtwanduthi amekuja mapema na kuna Isaac. Patia Isaac kidogo mic. Isaac, habari gani? Salama. Salama kabisa. Sana, nashukuru. Okay, vizuri. Uko na swali lote kwa hili somo? Maswali haiwezi kosa. Haya, lete swali hilo tulisikia. Maana nimesikiza vile mada imeenenda. Inaonekana ya kwamba mnamsahau Yesu. Na sio kumsahau tu. Maana Biblia na Qur'an zinaheshimu Yesu sana. Kwa mfano tukisoma 19:19 inasema Isa atakuwa mwenye kuheshimiwa duniani na mbinguni. Kisha kwa Mathayo 28:19 akasema nimepewa mamlaka juu ya mbinguni. Kwa hivyo msimsahau Yesu. Jambo lingine la pili, maandiko mawili yamewachanganya hapa. Maana ile ya kwanza ya 15 Mathayo imesema ya kwamba sikutumwa ila kwa kondoo wa nyumba ya Israeli, yani kondoo waliopotea. Ndio bado hiyo statement haiishii hapo. Yohana pia anaongezea, anasema nao kunao kondoo wengine ambao imewapasa waje katika zizi moja, nao watasikia sauti ya mchungaji mmoja. Sasa mimi swali yangu ilikuwa hapa, hawa kondoo wengine ni akina nani? Pale umesema ni kondoo. Naam. Hata Mathayo 15:21 wewe ni kondoo. Zaburi 100 aya 3. Haya. Maana imesema kondoo. Sasa kama wewe ni kondoo, tuombe mimi kondoo leo tujue wewe ni kondoo, wewe sio mtu. Twende. Tuambie tu mapema tujue. Mapema tu tujue. Alafu tujitayarishe. Aya Zaburi 100 aya yake ya 3. Si ndio? Inasema hivi, jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake. Tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Biblia inatuambia tujue ya kwamba Mungu ametuumbeni sisi na sisi tu kondoo ya malisho yake. Biblia subiri kidogo. Kwa hivyo binadamu yote ni kondoo. Subiri, hajasema binadamu wote. Na pale haizungumzi na kila mtu. Pale inazungumza na watu specific. Na pale aliyepewa Zaburi ni Daudi. Na Daudi alikuwa anazungumza na Waisraeli. Hakuwa anazungumza na kila mtu. Na hakuna thibitisho katika Zaburi palipopote Daudi alizungumza na mtu asiye Mwisraeli akamwita mtu wake. Hapana. Ile Zaburi ilikuwa kwa Waisraeli, Taurati kwa Waisraeli, Injili kwa Waisraeli peke yake. Kitabu ambacho kwamba kilikuja mbali na Waisraeli ni Qur'ani, ambayo imethibitisha kwa aya nyingi kama Qur'ani imekuja kwa kila mtu.
Sasa pale unasema kwamba sisi tu watu wake, sio sote. Sisi bimaana kuna watu specific. Maana nikisema sote tu watu wake na sote tu kondoo, hapa inachukua kila mtu. Lakini sisi ina maana kwamba imechukua baadhi katika wengi. Ndio maana yake. Ndio nayo inakuja sisi tu watu sisi tu watu wake. Tu nini tu kondoo wake. Hebu rudia hiyo andiko 103. Sisi nimechukua baadhi katikati ya watu wengi. Lakini ukisikia sote tu watu wake, basi imechukua kila mtu na ikuacha hata mmoja. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu. Unaona, Bwana ndiye Mungu. Twende. Ndiye aliyetuumba na sisi. Unaona, ndiye aliyetuumba na sisi. Twende. Tu watu wake. Unaona, sisi tu watu wake. Kwa hiyo ili kwamba kila mtu ni watu wa Mungu, basi tunataka tudhibitishie kwamba hata waabudu sanamu ni watu wa Mungu. Hawaita kondoo. Watu ambao kwamba wanaabudu mashetani pia wameitwa kondoo. Unaona? Lakini sisi tu watu wake, tu watu wa malisho yake, tu kondoo wake, wale ni specific people ambayo Biblia imemention. Mpe mic. Sio kila mtu. Nimeelewa ya kwamba umeelewa vibaya hiyo andiko. Asielewa vibaya. Maana nimesema sisi. Ikisema sisi kuna watu nakusudia, sio sote. Kwanza imetangulia ikasema jueni ya kwamba Bwana ni Mungu. Ndio, sina. Wewe unaamini hiyo? Kabisa. Mbona unakataa ya chini? Siwezi kataa ya chini. Kwa hivyo sasa wewe ni kondoo. Kwa sababu mbona ukubali ya juu ya chini ukataa? Mimi sio kondoo kwa sababu imetumika neno sisi. Haikutumika sote. Sisi imechukua watu fulani. Bado chukua wote. Subiri kidogo. Usinifundishe Kiswahili. Kiswahili nimeikalia vizuri sana. Ingesema sote tu watu wake, basi hapo ingekuwa hata wewe unaingia. Lakini kusema sisi ni kwa sababu Biblia imetumia maneno mara. Mpatie huyo. Wewe namna gani? 2:5 Mathayo. Alafu 50:17 Yeremia, urudi pale baadaye. Si ati kwamba Biblia haijataja, Biblia imetaja. Kwa hiyo ikitamka sisi, usije ukajiingiza pale kwa mlango wa nyuma. Twende mwalimu. 2:5 Mathayo. Ndio. Nao wakamwambia, ndio, katika Bethlehemu ndio ya Uyahudi. Unaona, katika Bethlehemu ya Uyahudi. Twende. Kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na manabii. Unaona, manabii aliandika tangu zamani atajaji ya Yesu. Ndio. Nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda. Ndio. Mdogo kamwe. Ndio. Katika majumba ya Yuda. Unaona, mdogo kamwe katika majumba ya Yuda. Twende. Kwa kuwa kwako atatoka mtawala. Subiri. Kwako atatoka mtawala. Na Biblia inaweka wazi hapa Yesu alikuwa hajazaliwa. Na mambo haya yanazungumza wakati wa miaka karibu 405 kabla Yesu hajazaliwa. Sasa anasema kwamba kwako atatoka mtawala. Twende. Atakayewachunga watu wangu. Nani? Israeli. Na maneno haya ni direct speech ya Mungu. Allah anasema nini? Atakayewachunga watu wangu Israeli. Kwa maana pale Mungu mwenyewe kajichagulia Israeli. Kwa hiyo ukisikia kwamba sisi tu kondoo wake, tu watu wa malisho yake, kwa maana Mungu alikuwa amewachagua na alisema watu wangu, na akawataja jina Israeli. Wengine akawataja vizuri 50:17 Yeremia. Alafu mpe mai. Kuna mahali unaingia Isaac. Kuna mahali unaingia hapo. 50:17 Yeremia. Labda ingilie kwa dirisha. Labda ingilie kwa dirisha leo tukuone, na nitakuvuta kabla hujaingia ndani. Labda uingie nibaki na koti leo. 50:17 Yeremia. Twende. Israeli ni kondoo, ndio aliyetawanywa. Unaona, Biblia imetaja vizuri, wala ikuficha. Inasema Israeli ni kondoo aliyetawanywa. Kwa hiyo Israeli ndio kondoo. Hakuna mahali inaita mtu wa mataifa kondoo. Kama kuna hiyo andiko, wewe toa, tuoneshe naye mtu wa mataifa ni kondoo kivipi. Mpe mic. Au ndio watu wa Mungu? Biblia imeshaandikwa na ikakauka. Imekauka kabisa kwamba sisi. Sasa wewe ingiza wataifa mno. Nimeshakubali tunamwamini Mungu na Bwana. Kwa hivyo ya chini ukikataa, labda unaiamini kwa mlango wa nyuma. Hayo maneno ya kondoo pia Yesu anayarejelea katika Yohana 10:16. Anasema na kondoo wengine. Ina maana bado anaita watu wengine kondoo baada ya kuja kwa kondoo waliotawanya. Mathayo 15:21. Kondoo waliotawanya akawakusanya. Usiende mbele kama wengine. Anasema kuna wengine. Subiri, wewe angalia. Inasema kondoo wengine ni nao. Ushasikia? Sio watu wengine ni kondoo. Kwa hivyo subiri, amewataja vizuri kwamba kondoo wengine ni nao ambao si wa zizi hili. Nikuulize swali. Hao kondoo walikuwa zizi ngapi?
amesema si zizi hili. Ndio hiyo bimaana kondoo walikuwa zizi nyingi. Sasa nakuuliza kwamba kondoo walikuwa mazizi mangapi? Amesema kondoo. Kwanza tumeona kondoo ni Israeli iliyota. Subiri kidogo. Waislamu subiri kidogo. Ushaweka utamu, tunafurahia. Kwanza amekubali kama Israeli ni nani? Kondoo. Kwa hiyo kondoo tukizungumza pale tunakusudia Israeli, wala hatuna tatizo. Sasa wewe ukaja na Yohana 10:16 pale Yesu alisema kwamba kondoo wengine ninao zizi hili. Nimekuuliza swali, kumbuka swali langu. Hawa kondoo wako mazizi mangapi? Haijataja mazizi hapo, imesema kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili. Sasa hiyo mambo ya mazizi mengine ndio hiyo, labda uende muulize Biblia. Ukisikia hizo wazi, angalia kuna kondoo wengine ambao si wa zizi la Israeli. Subiri kidogo, subiri. Wewe utanichanganya kwa Kiswahili. Ukisikia sio zizi hili inamaanisha ni zizi lingine. Tunaelewane kwanza. Tuelewane kwanza. Tunaelewana. Zizi la kwanza ameshapata, si ndio? Tunaelewana. Ndio kondoo ninao ambao si wa zizi hii. Ina maana kuna kondoo wengine ambao ni wazizi, ambao si wa zizi hili. Ni wazizi. Ndio imepasa kuwaleta. Ndio hiyo imepasa kuwaleta kwa sababu ni nani? Sasa hao kondoo wengine ni nani? Ndio hiyo hao kondoo imewapasa kuleta kwa sababu ni nani? Imewapasa kuja kusikiza sauti ya Yesu. Kwa sababu ni nani? Kwa sababu ni kondoo. Na kondoo ni nani? Kondoo ni binadamu. Waislamu takbir. Anaanza kuelewa lakini anapiga chenga. Mpatie wewe nikufundishe kitu. Wewe unapiga chenga. Ndio hiyo, mpatie nikufundishe kitu. Kitu ya kwanza tumeshapata, kondoo ya Israeli imeshapatikana. Hatuna hao wengine ndio wanaruka. Ndio nakuonesha wengine 34:5 Ezekiel. Tena 34:12 Ezekiel. Ukitaka dakutolea 100. Kwa nini wakasema Yesu kwamba kuna kondoo wengine ambao si wa zizi hile? Wakati huo Yesu yuko Yerusalemu na kondoo wako nao pale Yerusalemu. Unaona? Sasa kabla Yesu kuja Yerusalemu, nini kilikuwa kimefanyika? Miaka 600 ajaje Yesu duniani. Kaja mfalme mmoja anaitwa Nebukadreza ambaye alikuwa Babylon, ambaye ndio Iraki ya leo. Alienda akaingia ndani ya Baitul Muqaddas, akaibomoa, akawashika Waisraeli mateka, akawatawanya katika ulimwengu. Kwa hiyo Waisraeli wakawa wametawanyika katika ulimwengu. Ndio maana alipokuja Yesu alipata Waisraeli wachache pale Yerusalemu. Akasema kuna kondoo wengine ninao si wa zizi hili. Kwa maana ni Waisraeli lakini wako nje ya Israeli, wako nchi zingine na imepasa vile vile niwalete. Na ndio naona walikaa miaka mingi hawakurudi Yerusalemu mpaka 1942 wakati walipofanyia mpango warudi kwa Israeli. Walikuwa wametawanyika katika ulimwengu na mpaka leo wanarudi. 34:5 una historia. Wao ukisikia kondoo unataka kujiingiza ndani. Waislamu takbir. 34:5 Ezekiel. Twende. Nao ndio wakatawanyika. Unaona, wao walitawanyika kondoo, bimaana Waisraeli walitawanyika katika ulimwengu huku na kule, kwa sababu walishikwa na Nebukadreza miaka 200. Tena wakakaa kidogo, akaja mwingine akawashika ambaye alikuwa anaitwa nani? Alexander the Great. Wakati huo akitawala nini? Akitawala the Greek Empire. Alikuja akawatesa na kuwafanyia vituko na kuwatawanya katika ulimwengu. Akatoka akaja ingine ilikuwa inaitwa the Medo-Persian Empire, ikashika Waisraeli. Kwa nini walikuwa wanateswa? Kwa sababu walikuwa wanakataa maneno ya Mungu. Mungu anawaadhibu, anawatawanya katika ulimwengu, hawakuwa kitu kimoja. Ndio baadaye wakaja Warumi pia vile vile kuwatawala. Kwa hiyo wakati huo walikuwa Waisraeli wametawanyika. Ndio maana Yesu alitumia neno kondoo. Kwa maana wale kondoo ni Waisraeli, hawako ndani ya Israeli, wako nje. Lazima niwalete wasikie neno. Twende. Kwa sababu ndio hapakuwa na mchungaji. Unaona, hapakuwa na mchungaji, walikuwa wametawanywa. Hakuna mtu ambaye kwamba alikuwa anaongoza. Ndio maana Yesu alikuja kuwashika pale moja. Ndio akasema mimi nataka kuwachukua kama vile kuku anavyochukua vifaranga anaweka chini ya mabawa yake. Kwa maana muwe kitu kimoja. Lakini Waisraeli vichwa nguvu. Twende. Naendelea kusema hivi. Ndio. Wakawa ndio chakula cha wanyama mwitu. Wakawa chakula cha wanyama mwitu. Wafalme wanakuja wanawatawala, wanawafanyia wanavyotaka, wanakatakata Taurati, wanawatoa katika mila zao. Teremka 12. Wakatawanyika. Ndio. Aya 12. Kama vile mchungaji
kama vile mchungaji atafutavyo nini kondoo zake. Unaona, mchungaji atafutavyo kondoo. Neno latumika kondoo, sio kila mtu. Maana mtu wa mataifa anaitwa mbuzi ama anaitwa mbwa kwa lugha ya Yesu. Lakini anasema kama vile mchungaji atafutavyo kondoo wake. Twende. Ndivyo nitakavyotafuta kondoo zangu. Unaona, ndio Mungu anawaambia. Hii ni wakati wa Ezekiel, Yesu hajaja. Sasa anatoa utabiri namna mlivyotawanyika, vile mchungaji anatafuta kondoo na mimi nitawatafuta. Ndio maana Yesu alipokuja akawaambia Waisraeli, kuna kondoo wengine wako kando, lazima niwalete. Ndiyo maana yake, sio wewe. Wewe unaingilia wapi? 15 Mathayo mpe maiki. Kuna mahali unaingilia. Kwanza wewe duniani hauna nafasi, na hata ukifa mbele ya Yesu pia huna nafasi. Yesu atakukana. 15 Mathayo. Ndio. Hao tena ashara. Yesu aliwatuma akiwaambia nini? Agiza akisema nini? Katika njia ya mataifa msifanyaje? Siende. Unaona, kwa mataifa msiende, twende. Wala katika miji yoyote wa Samaria msifanyaje? Msiingie. Twende. Afadhali shikeni njia waendea nani? waendea kondoo. Unaona, Yesu anasema kwa mataifa msiende, wa Samaria msiende, endeni kwa kondoo. Kwa maana kondoo wa Israeli peke yake. Sawa, unakuja kuingilia wapi? Sema hii. Tumeshakataa, wacha twende kiama. Tuone kiama. Haya, dunia kama bado kuna kondoo na mbuzi ama nini? Maana unasema ni Israeli peke yake. Kila siku ya kiama kuna mbuzi na kondoo. Sasa ujipange mapema. Ukiwa katikati ya mbuzi utaenda kuchomeka. Ukisema twende kiama, bimaana unataka kunywa sumu ama twende kiama. Utaendaje? Wacha nikufikisha uone. 24 Mathayo 41. Twende. Yaani duniani ameona kweli kabisa ingi. Sasa anataka kwenda kiama. Twende. Na huko nikufungie mlango. Na wewe nishakufungia mlango, ndio maana yako imeisha hivi. 24:31 twende kule. Labda utamtokea. Ndio imani yake Waislamu, tumueleweni. Ndio imani yake. Alafu hapo nataka kabila yako na wewe pia. Twende kiama. 24:31. Yaani duniani amekosa sehemu ya kuingilia. Hapa hamna. Sasa ngoja afe, labda ataingia. Twende. Sasa tunaenda kiama. Yaani huyu Tesha mbana mpaka ameamua kufa akiwa duniani. Inna lillahi. Twende. Tuko kiama sasa hivi. 24:31. Wanawake wawili ndio watakuwa wakisaga. Mmoja hiyo ni ngapi? 24 24 41. 41. Hiyo ndio ametaja. Twende. Ameruka. Najua anakutaka kwenda kule, itamsaidia. Maana Yesu ataka kondoo huku na mbuzi huku. Hiyo ndio anataka. 24:31 msaidie. Pesa bure ndio nikunyonge vizuri. 31 ndio. Mpatie hiyo kitambo afanye research. Pea huyo anaitwa nani? Nitapiga practice kwa uwanja. Roho nimkataa. Patia huyu mtoa ndugu. Na mtoa ndugu na Jose na alikuja mbele. Jose. Bari gani? Mzuri. Wewe uko na swali kwa hii mada? Mi labda nauliza swali yangu, lakini kitu nadhirika wazi ni kwamba Yesu hakutuma kwa wana wa Israeli. Hakutuma kwa Israeli? Mbona nasema hivyo? Nasema hivyo kwa kuwa kama Yesu alituma kwa wana wa Israeli, ukiangalia Yesu anaambia nini wanafunzi wake pale? Hebu subiri kidogo kabla hujaenda mbali. Unasema Yesu hakutuma kwa nani? Kwa wana wa Israeli peke yake. Patia kidogo Mike dakika moja. 15:24 Mathayo. Kusoma hapo kidogo. Maana tusiende mbali, mimi sijamuelewa, nataka nisaidie hapo. Yesu hakutuma kwa Israeli, ajabu. Ajabu sana. Twende 15:24 Mathayo. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Mpe Mike. Huyo ni nani anazungumza? Huyo ni Yesu anazungumza. Anasema hakutumwa ila kwa nani? Kwa kondoo wana wa Israeli. Mimi nikasema nini? Subiri kidogo. Kwa hiyo na maana Yesu ametumwa kwa nani? Mimi nikasema nini? Nimesema Yesu hakutumwa kwa kondoo wa Israeli peke yake.
Mbona nikasema sasa ndio ongeza peke yake. Hilo ndio nilisema kama huko wanasikia uliza wenzao. Haya sawa. Sasa nikapata hivi sawa tumuelewe. Wacha ni prophet of zangu according to me. Haya According to Bible. Why am I saying this? Bila zama hii juu Yesu anaambia wanafunzi wake, "Mwenendeni mkahubiri duniani